Karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tuko katika somo la Jumanne linalosema wakunga wa Kiebrania. Lesoni yetu ni somo la kwanza katika lesoni yetu ya Kutoka. Kaka Matimu, tupatie ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, utupae riziki yetu. Baba, sisi na wasikilizaji tunajinyenyekeza na kujikabidhi kwako Baba. Tunaomba maarifa na hekima za toka kwako kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Amina. Sasa tunapoanza kusoma Kutoka, kwenye hili somo la kwanza tutakuwa tuko sana sana kwenye Kutoka sura ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo unaweza kuzisoma hizo ili uwe na uelewa wa nini, maana mafungu mengi tutakuwa tunapitia labda fungu moja moja, lakini ukisoma hizo sura mbili alafu kasikiliza utapata uelewa zaidi. Basi katika hizi sura tunakutana na watu hawa wakunga ambao kwa namna ya ajabu sana wametajwa majina. Unajua hata Farao hajatajwa jina. Tumekuja kujua hapa kwenye lesoni, na nadhani ni kwa sababu ya historia ndio maana wamejulikana majina yao. Lakini tulikuwa tunajua tu Farao. Sasa na tunatofautishaje Farao yule na Farao huyu? Huyu ni Farao ambaye asiyemjua Yusufu. Sasa sio Farao yule, yani kwamba yani Biblia haikuwa na haja ya kumtaja kwamba ni Farao fulani. Huyu ni Farao tu asiyemjua Yusufu. Wewe jua tu hilo. Lakini tunakutana na hao wakunga ambao walitajwa majina yao kabisa. Shipra na Pua. Je, ni vitu gani ambavyo vimefanya tuweze kugusa hawa wakunga katika somo letu hili? Kaka Machibia. Asante. Wakunga hawa wana sifa ya kipekee ambayo ndio mpaka mwandishi anasema mpaka wametajwa kwa majina. Yaani Musa alipokuwa akiandika, alipokuwa anapita kwa mafarao, alikuwa anawajua majina yao wote kwa sababu Musa alikuwa amefundishwa kwenye elimu za Kimisri. Lakini hakuona ni muhimu kuandika. Lakini alipofika kwa hawa watu ambao walikuwa na hofu ya Mungu, ndio ikabidi aandike. Na ni kwa nini tunasema walikuwa na hofu ya Mungu? Kusoma kisa kwenye Mwanzo, Kutoka hapa sura hii ya kwanza. Ukisoma Kutoka sura ya kwanza tusome angalau fungu hili la 10 na kuanzia 15. Anasema kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa mtoto mwanamume basi muueni, bali wakiwa mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Kwa hiyo inatajwa hapa walikuwa wakimcha nani? Wakimcha Mungu. Na waliona kuua ni dhambi. Kwa vile walimuogopa Mungu kuliko kumuogopa Farao, wakasema hatutamkosea Mungu. Kama ambavyo tunaona mitume hata wakati ambapo aliambiwa waache kumhubiri Yesu, wakasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo kumbukumbu yao inatunzwa kwa sababu ya namna ambavyo walisimama wakimheshimu Mungu. Na sisi majina yetu atakumbukwa hata katika kitabu cha uzima kama tutasimama tukimheshimu Mungu. Amina. Kaka Matimu, tuambie ni vitu gani ambavyo tunavipata vingine kwa hawa wakunga wa Kiebrania? Hao wakunga wa Kiebrania, ndugu mtazamaji, wana sifa nyingi. Cha kwanza, wana tabia ile ya kumuogopa Mungu kama mwalimu aliyepita kuongea. Wanamuogopa sana Mungu. Yaani hawako tayari. Unajua tunapoongelea Farao, tunajua maana yake alikuwa ni kama rais kwa sasa hivi, si ndivyo? Kwa hiyo wewe unajuana na rais amekupa wito kwamba bwana, inabidi ufanye 1, 2, 3. Wakitokea watoto wa kiume inabidi ufanyaje? Uwaue. Na ikitokea watoto wa kike inabidi ufanyaje? Utawaacha hai. Ndivyo alivyotoa Farao amri. Kwa hiyo walienda kinyume na hilo agizo.
Hiyo mimi inanipa ishara kwamba wao walilelewa katika kumcha Mungu. Lakini cha pili cha kujua hapo katika katika issue ya wakunga hapa tunaweza kujifunza vitu vingi, lakini kitu kimoja hapa ambacho tunaweza kujifunza hapo, mfalme anapotoa agizo hilo, tunaona mwishoni jamii inaposhindwa anageuka, anaagiza sasa kwamba watoto wote wafanyaje? Wauliwe. Watoto wote wauliwe. Lakini bado tunaona Musa anazaliwa kupitia hawa wakunga, na maanake kama alizaliwa ni kazi ya wakunga, na kama baada ya hapo tunaona jinsi ambavyo ilitengenezwa namna ya kumwokoa. Kwa hiyo mimi nimekajifunza roho moja kwamba tuwe na roho ya kuokoa. Yaani ni hatari sana ukasema mimi niko upande wa Mungu, hauna roho ya kufanyaje? Ya kuokoa. Na nilikuwa naangalia hawa wakunga, kuna wakunga hao naweza nikasema walisema uongo. Maana hapa kuna sehemu ilifika wakasema, manake ilibidi wamdanganye Farao. Kuna statement hapo ilibidi wamdanganye Farao, kama wale waliopita kwa kipindi anazaliwa nani? Anazaliwa Yesu. Walikubaliana warudi, hawakurudi. Kwa hiyo manake lengo ni kutenda mema. Kwa hiyo na kama wangesema wangekubali, manake wangekuwa sio tusingewasoma leo hivi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tunalitaja jina lake, tuwe kwenye upande wa kuokoa tu. Tusimame upande wa kuokoa, tusitajwe majina yetu kwenye upande wa kuangamiza. Asante mwana. Asante sana kaka Matimu. Kitu kikubwa nachokiona hapa, unajua kuna tofauti ya kujua kwamba hiki ni sawa na kukitenda. Unajua Farao alikuwa anaweza kuwaua. Sio kuweza. Maana amewapa maelekezo cha kufanya, hawajafanya, wako na maelezo yao, hapa wana nguvu sana, tukifika hapo washaza. Yaani unakuta hayo maelezo sio kitu ambacho unampa mfalme akakuelewa. Na Farao sio kwamba tu alikuwa ni mfalme, alikuwa ameunganika na hayo mambo ya miungu yao. Kwa hiyo yeye ni kama vile alikuwa ni Mungu. Yaani tuseme tu ni Mungu. Kwa maelezo ambayo tunayapata hapa katika mwongozo wetu kwamba yani kwa jinsi wa Misri walivyokuwa wanamchukulia Farao ni Mungu. Au kama sio Mungu yani ni Mungu wa herufi ndogo. Mungu wa herufi ndogo. Yani hivyo kwamba kuna namna kwamba yani yale mamlaka yake ni zaidi hata ya mfalme. Kwamba yani jinsi anavyochukuliwa katika taifa lake. Sasa sio mtu ambaye unaweza kumpa hayo maelezo kwa kweli, na kaamua asikuelewe, anaweza kukunyonga tu kama mfalme ambavyo anaweza kukunyonga. Lakini walisema emfikiria, na ile kujua tu kwamba nyewe inawezekana mnanidanganya. Yani ni muujiza kiasi gani kwamba waliweza kupona hata kwa wakati huo. Tukisoma Zaburi 50 mstari wa 15 inasema, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Kwa hiyo hapa tunaona katika haya mambo yote yakiwa yanaendelea na hawa wakunga wakionyesha huo ujasiri. Nimesoma. Wakionyesha huo ujasiri, tunaona Bwana alikuwa na wafikia, aliwajibu kwamba hawa tunaona katika mafungu yanayoendelea mbele walipata na wao walizidishiwa familia zao, sijui. Sijui hilo fungu. Naomba ni comment hapo pia kidogo. Mungu ni Mungu wa rehema. Kama angesema kwa kudanganya kwa hawa wakunga, basi sipitishi kwangu baraka zao, na basi sitawalinda, pengine wale wakunga wasingekuepo na pengine wangetoweka, wasingezidishwa. Lakini hii haimaanishi kwa vile Mungu ni wa rehema basi na sisi tufuate mfano huo katika kudanganya. Tufuate mfano ndio katika kutenda mema, katika kutafuta kuokoa. Lakini kuna mahali itakapofikia tutatakiwa tuseme kama wale vijana wa Kiebrania, kwamba mfalme hauna haja ya kutuuliza katika hili. Wala hawakusema ngoja tuiname kidogo tumdanganye mfalme tumefanya nini, tumeinama. Kwa hiyo
nyakati zote tutapaswa kusimama Katika na Mungu kweli. atatusimamia pia. Asante. Asante sana. Kuna swali hapa linaulizwa hapa mwishoni kwamba wakunga hawakujua tu ni hatua gani sahihi ilikuwa kuchukua, lakini waliichukua. Ni ujumbe gani dhahiri tunaopata hapa kwetu? Labda ujumbe hapa ambao tunapata ni kama ule unaotoka labda Yakobo 2:18, nasema kwamba imani pasipo matendo imefanyaje? Imekufa. Yaani itamfaidia nini? Mfano niende hospitalini naumwa mguu, mtu akaniona akanihurumia, asitende akanitibu akanikanda kanda. Kwa hiyo wao hawakuishia tu katika nadharia, naweza kusema hivyo. Wao walifanya kilichoandikwa kwenye maandiko. Kwa hiyo ujumbe tunaopata hapa ni kwamba imani kama tunasema tunamwamini Mungu pamoja na maandiko aliyoyatoa Biblia, imetupasa kuyadhihirisha kwa vitendo na si kwa maneno. Kwa hiyo maana yake tusiongee, tufanyaje? Tuongee kwa kutenda. Ndio ujumbe ambao tunalazimika hapa, mimi na sisi na watazamaji. Inabidi tuongee kwa kutenda kwamba kesho Sabato kesho kama ni Sabato nikienda nikasali, hata nisipoongea sana kwamba jamani kesho Sabato, hiyo inatosha. Asante mwalimu. Asante sana. Kuna nyongeza nyingine yote? Basi kaka Machi, tupatie ombi. Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi. Baba, tunaomba uwabariki watazamaji kwa neno hili likaweze kuwa ufunuo wa tabia yako, ili Baba ukajidhihirishe kwao na wao wapate kukujua. Asante kwa jina lake Yesu Kristo. Amina. Amina.